tunamshukuru Mungu tumekuwa na muendelezo mzuri wa ibada ya Holy Spirit Explosion tukiwa na baba yetu Pastor Panta pamoja na mtumishi wa Mungu Apostle Sifoni. Siku ya jana imekuwa siku njema sana, experience uwepo wa Mungu wa ajabu. Imekuwa ibada njema sana, tumejifunza sana neno la Mungu na tumepokea, na Bwana amekuwa akitufundisha na kutusaidia kwa ajili ya mambo mbalimbali. Ninaamini hata wewe umejifunza sana na umekuwa sehemu ya kujifunza katika ibada ya jana. Lakini pia leo kuna kitu kipi ambacho Bwana amekusudia kuzungumza na maisha yako. Weka concentration kwenye ibada ya siku ya leo. Unaweza ukachukua link ukashare na mtu mwingine kwa ajili ya ibada ya siku ya leo, na pia usiache kusubscribe, usiache kufollow account ya Pastor Panta ya Facebook na YouTube, lakini pia usahau kumfollow Apostle Sifoni kupitia account yake ya Instagram na Facebook. Leo liko jambo ambalo Bwana amekusudia kufanya kwa ajili yako. Usiache kufuatilia ibada ya siku ya leo. Unaweza ukachukua linki ukashare na watu wengine, na unaweza ukashare na jamaa zako, ukashare na rafiki zako. Ibada ya leo ni ibada ya pekee sana. Mimi narudia tena kukwambia kuna kitu ambacho Bwana amekusudia kwa ajili yako. Roho Mtakatifu ana jambo kwa ajili yako. Lakini pia nirudie kukukumbusha usiache kusubscribe account ya YouTube inayokwenda kwa jina la Pastor Panta. Usiache kufollow account yake ya Facebook, lakini pia usiache kufollow account ya Instagram inayokwenda kwa jina la Pastor Panta. Lakini pia tuko na mtumishi wa Mungu Apostle Sifoni, usiache kumfuatilia kupitia Facebook na YouTube. Nataka nikwambie tu ya kwamba kipo kitu zaidi ambacho Bwana amenia kusema na wewe siku ya leo. Kama una haja na unahitaji Roho Mtakatifu akusaidie, leo Roho Mtakatifu yupo kukusaidia katika maisha yako. Kama hukuwahi kusikia sauti ya Roho Mtakatifu, leo utajifunza na utazidi kumsikia Roho Mtakatifu na kumjua katika namna ya pekee sana. Kwa waliokuwepo pamoja na sisi siku ya jana, tumejifunza zaidi, na leo tunajifunza, lakini pia kesho tutajifunza. Muda wetu ni ule ule saa 1. Hivyo siku ya kesho pia usiache kutufuatilia kama ulivyotufuatilia jana na unavyotufuatilia siku ya leo. Napenda kukaribisha katika ibada ya siku ya leo. Wewe ni mtu wa thamani sana. Usiache kulike na kucomment. Lakini pia kama ndo unajiunga na sisi, upo kwenye gari, upo kwenye bajaji, uko nyumbani, sisi ni House of Christ, tuko na baba yetu Pastor Panta pamoja na mtumishi wa Mungu Apostle Sifoni. Tunaendelea na ibada inayokwenda kwa jina la Holy Spirit Explosion. Kwa hiyo ninakukaribisha uungane na sisi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Wakati huu tutakwenda kumwabudu Bwana. Unaweza ukamwabudu Bwana popote ulipo kwa uhuru. Usione aibu wala usione haya. Ukiwa kwenye gari unaweza kumwabudu Bwana pamoja na sisi. Ukiwa nyumbani unaweza kumwabudu Bwana pamoja na sisi. Ukiwa bado hujatoka kazini, upo kwenye walking site ya kwako, unaweza kumwabudu Bwana pamoja na sisi. Tunakukaribisha sana. Unaweza ukamtukuza Mungu kwa maneno yako, unaweza ukamuinua Mungu kwa maneno yako. Unaweza ukaanza kwa kumshukuru Mungu kwa yale mambo mema ambayo ameyafanya kwenye maisha yako na kuelezea ukuu wake kwako. Bwana, tunakutukuza, wala hatuna Mungu kama wewe. Wewe ni wa pekee, wa kwanza na wa mwisho. Asante kwa uwepo wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu, ambaye anatusaidia kutembea kwa hekima katika nyakati zote na kila majira. Asante kwa uwepo wa nguvu zako kwetu. Asante kwa uwepo wa neno lako ambalo linatusaidia. Asante kwa neno lako ambalo kwetu sisi ni roho pia ni uzima. Bwana, tunakuinua na kukutukuza. Hakuna aliye kama wewe. Wewe ni Bwana wa majeshi, mfalme wa falme, Mungu mwenye nguvu. Unaweza kainua sauti yako ukatukuza Bwana. Unaweza kama unaweza kunena kwa lugha, nena kwa lugha vile Roho Mtakatifu alivyokujalia katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunakutukuza, tunakuinua. Asante kwa uwezo wako na nguvu zako. Asante kwa uwezesho wako wa uungu kwenye maisha yetu. Asante kwa ile nguvu inayotupa ujasiri na kutuwezesha. Asante kwa ile nguvu inayotusaidia na kutulinda. Asante kwa ile nguvu ambayo imekuwa ikituwezesha katika mambo yote.
unaweza kuinua sauti yako pamoja na sisi. Elohim, oh, Elohim. Father, we worship you, God. Elohim, Almighty God. Elohim, Elohim. Elohim, Elohim. Adonai, 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 Elohim, Elohim. Elohim, Elohim. Elohim, Elohim. Elohim. Elohim, Elohim. Elohim, Elohim. Elohim, Elohim. Adonai, Adonai. Elohim, Elohim. Elohim, Elohim, Elohim. Elohim, Elohim, Elohim. Elohim, Elohim. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, I love you. You guide me in all things. You guide me in all things. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, I love you. You guide me in all things. You guide me in all things. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy
Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, I love you. You guide me in all things. You guide me in all things. You guide me in all things. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, I love you. You got me. You guide me in all things. You guide me in all things. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, I love you. You guide me in all things. You guide me in all things. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, I love you. You guide me in all things. You guide me in all things. You guide me in all things. Holy Spirit, 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 I love you. I love you. Guide me in all things. You guide me in all things. You guide me in all things. Holy Spirit, Holy Spirit, you are here. You are here, God. Have your way as we bow down. You are here. You are here, God. Have your way as we bow down. You are here, God. You are here. You are here now. Have your way as we bow down. You are here. You are here, God. Have your way as we bow down. As we bow down, take control here and now. Take control, God. Take control here and now. Take control, God. Take control here and now. Take control. Take control here and now. You are here. You are here now. Have your way as we bow down. You are here. You are
Take control. Take control. We give it all to you. Here and now. We give it all to you. Take control. Holy Spirit. Here and now. Holy Spirit. Take control. Holy Spirit. Here and now. Holy Spirit. Take control. All of our lives. Here and now. All over. Take control. Here and now. Take control. Take control. Here and now. Take control. Take control. Here and now. Take control. Here and now. Lord, we ask you to move. Take control. Here and Lord, we now. ask you to move. Take control. Have your way. Here and now. Have your way. Take control. Have your way. Here and now. Have your way. Take control. Have your way. Here and now. Have your way. Take control. Here and now. Have your way, Spirit of God. Take control. Have your way. Here and now. We surrender. Napenda nichukue nafasi kukaribisha tena kwenye ibada hii ya leo nzuri. Ni ibada ya Roho Mtakatifu. Napenda nichukue nafasi kukaribisha. Napenda nichukue nafasi kukaribisha kwenye ibada hii ya Roho Mtakatifu. Karibu sana. Najua jana umeweza kubarikiwa na siku ya leo tena Mungu analo neno kwa ajili ya maisha yako. I just want to invite you uweze kuwa pamoja na sisi tena. Mimi na mtumishi wa Mungu Apostle Sifoni tutakuwa mahali hapa kwa ajili ya kulisema neno la Bwana kwenye maisha yako, na nina imani kabisa kwamba utaenda kubarikiwa, utaenda kujengwa. Tunatamani tusikie, utambie uko wapi, uko sehemu gani ambapo you are watching us right now. Unatuangalia ukiwa wapi? Unatuangalia ukiwa wapi? God bless you so much. Wewe ambao unaendelea kutufuatilia, wewe ambao unaendelea kutufuatilia kwa muda huu, nakukaribisha sana. Share na baadhi ya marafiki zako, share na baadhi ya ndugu zako, share na baadhi ya ndugu zako, share na baadhi ya marafiki zako, ili tuweze kubarikiwa, watu wote. Kwa hiyo nipende kuchukua nafasi kukaribisha katika ibada hii popote pale ambapo unatufuatilia. Endelea kushare na marafiki zako, endelea kuwakaribisha na baadhi ya watu wengine, ili tuweze kubarikiwa watu wote, na hakika tutaenda tukamuone Bwana kwa namna tofauti. Tutaenda kumuona Bwana kwa namna ambayo ni tofauti. Jana tuliweza kuanza somo letu, na nina imani kabisa kwamba uliweza kubarikiwa na uliweza kujifunza mambo mbalimbali, na Mungu ametupa tena siku nyingine tena leo kuweza kusema na wewe. Unaweza kainua sauti yako mahali pale ulipo kumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya wema wako, asante kwa ajili ya uaminifu wako Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya nafasi nzuri ambayo Bwana umetupa. Tunakushukuru kwa ajili ya kibali ambacho Mungu umetupa kuweza kusema na mioyo ya watoto wako, kuweza kusema hili neno la wakati katika maisha ya kila mmoja ambaye Mungu anafuatilia ibada hii, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu wa Bwana tamalaki. Roho Mtakatifu wa Bwana sema na kila mmoja kwa namna ambavyo ataweza kukuelewa. Roho Mtakatifu tamalaki, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. God bless you so much. Usiondoke mahali pale ulipo. Endelea kushare na marafiki zako, endelea kushare na ndugu na jamaa, ili wote tuweze kubarikiwa. Na muda huu ningependa kumkaribisha mtumishi wa Mungu Apostle Sifoni, atatusalimia, alafu tutaenda moja kwa moja kwenye ibada. Mshukuru kila mmoja ambaye ameungana pamoja na sisi huu muda kwa ajili ya kuweza kufuatilia ibada hii. Mtumishi wa Mungu, karibu sana Apostle Sifoni. Amen. Nashukuru sana. Amen.
Asante pastor. Amen. Karibu sana mtu wa Mungu. Asante, ni heshima kuwa nawe mahali hapa tena. Amen. Nashukuru sana mchungaji. Amen. Amen. Na tunamshukuru Mungu sana, tumekuwa pamoja toka siku ya jana. Ninaamini waleo ungana na sisi jana wamebarikiwa sana. Yamkini ni wewe umeshaungana na sisi na jana ulikuwepo. Mungu akubariki sana. Na tunamshukuru Mungu sana kwa wakati huu aliotupatia. Lakini pia hata kama sio jana ndio umejiunga leo, karibu sana. Tutakuwa na siku 3 ambao ni jana, siku ya Jumanne, na leo siku ya Jumatano, na kesho siku ya Alhamis. Kwa ni siku 3 zenye nguvu, siku 3 za kuendelea kumjua Mungu tena katika viwango vingine na kuendelea kutembea katika maisha yenye ushindi hapa duniani. Ibada hii inaitwa Holy Spirit Explosion au mlipuko wa Roho Mtakatifu. Kwa nini ni mlipuko? Mlipuko kama tunavyojua ni kitu ambacho kinakuja kuleta matokeo fulani. Tumezoea milipuko mibaya. Unaweza kwa baba mlipuko wa bomu, sijui mlipuko wa ugonjwa fulani. Lakini huu ni mlipuko wa Roho Mtakatifu. Maana yake kitu kinachotengenezwa katika dunia yetu ya sasa au kupitia platform hii ni kikubwa zaidi na ni kikubwa kwa ajili ya maslahi mapana ya ufalme wa Mungu. Tutaenda moja kwa moja kwa neno la Mungu na tumekuwa na wakati mzuri sana. Mungu awabariki waimbaji, barikiwe sana. Amen. Asante. Na jana tuliangalia kwa habari ya Roho Mtakatifu katika kuokoka au katika kuzaliwa mara ya pili. Na tuliongea sana siku ya jana. Kama haukuwepo jana unaweza ukaenda kwenye link ya masomo ya jana. Utaenda tu YouTube au Facebook, utaandika tu Pastor Panta, alafu itakuja pale na utaangalia somo la jana. Na jana tumeangalia sana kwa habari ya ubatizo wa Roho, ubatizo wa Roho Mtakatifu, na tukaelezea kwa ukubwa kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu ni tofauti na ujazo wa Roho Mtakatifu. Watu wengi wamekuwa wakiongea kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu kwa kumaanisha ujazo wa Roho Mtakatifu kwa maana ya ishara ya kunena kwa lugha. Lakini Biblia imetofautisha mambo mawili, na utaweza kuona ubatizo wa Roho Mtakatifu ndio kuokoka. Biblia inasema tumebatizwa kwa Roho mmoja na tumenyweshwa Roho mmoja. Ukisoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 12, kwa Roho mmoja tumebatizwa lakini tumenyweshwa Roho mmoja. Na sehemu tofauti tuliona mtume Petro na mtume Paulo pia walikutana na watu ambao walihitaji kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, alafu baadaye wakawawekea mikono wakajazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunapoongelea ubatizo wa Roho Mtakatifu tunaongelea kuzaliwa mara ya pili. Ile Yesu aliyoisema ya kwamba kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kwa Roho Mtakatifu anapotuzaa ndio hapo tunakuwa tunahesabiwa tumeokoka. Yaani tumezaliwa na Mungu. Yohana sura ya kwanza anasema mstari wa 12, Injili ya Yohana anasema waliozaliwa si kwa damu wala si kwa nyama bali kwa Mungu. Waliozaliwa si kwa mapenzi ya mwili bali kwa Mungu. Kwa kuokoka ni kuzaliwa kwa Roho Mtakatifu. Tumezaliwa kutoka kwenye nguvu ya ajabu. Roho Mtakatifu ametuzaa mara ya pili au ametuokoa. Uliposikia neno lilo kalipokea. Aliyekusaidia kupokea lile neno ni Roho Mtakatifu, na aliyekusaidia kukuingiza katika ufalme ni Roho Mtakatifu. Tusome tu andiko moja kwa ambao hawakuwepo jana, japo mtaanza kwenda kwenye linki na kujua zaidi, alafu tutajenga msingi wa leo kutokea hapo. Injili ya Yohana sura ya 3 kuanzia mstari wa 1. Basi palikuwa na mtu mmoja Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho. Umeona roho ni herufi kubwa, wanatofautisha, sio tu roho, ni Roho Mtakatifu. Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu.
kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Amen. Ya jana tulianzia hapo mchungaji, na tunamshukuru Mungu kwa sababu ulikuwa ni msingi mzuri. Sasa leo tutaenda kujenga zaidi kutokea hapo. Tulimwangalia Roho Mtakatifu sio kama nguvu, ila kama Mungu au kama mtu. Kwa lugha rahisi tunaweza kusema kama mtu, japo ni Mungu, ili kuelewesha vizuri watu. Kiingereza wanatumia vizuri as a person. Yani ndio maana Biblia inasema usimhuzunishe Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ana hisia, anasikia, anaona, anaongea, anaelekeza. Na nafikiri mchungaji, tunahitaji kufundisha sana kanisa, au wakati tulionao watu wamjue Roho Mtakatifu sio kama nguvu kwanza, ila kama tunandisho ulichokuwa unaongea jana pia, kwamba Roho Mtakatifu anaweza akakujaza na ukaongea kwa hekima, au akakujaza akakwambia usiende mjini saa hizi, nenda saa 7 mchana. Kwa hiyo tunahitaji kuhusiana naye kwa namna hiyo. Ya nafikiri ni kitu kama hicho. Wow, Apostle, thank you for that knowledge and high level of wisdom ambayo na imani kwamba Mungu ameweka ndani yako kwa ajili ya majira kama haya. Yani andiko ambalo ni anaposema kwamba kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Anasema kwamba kilichozaliwa kwa mwili, kianzia mstari ule wa 5, anasema Yesu akajibu akasema, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Maana yake kuna the kingdom of God demands someone to be born again. Hallelujah. Demands someone to be born again. The kingdom of God. Kwamba ufalme wa Mungu nataka mtu awe amezaliwa mara ya pili. Ufalme wa mwili unamtaka mtu awe mwilini tu. The qualification as long as you live, but the qualification of the kingdom of God, lazima mtu awe amezaliwa kwa roho, awe amezaliwa mara ya pili. Anasema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kwa hiyo maana yake kinachotuingiza, kama nilivyosema jana, kinachotuingiza kwenye ufalme wa Mungu is the spirit, ni wokovu, kumwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na leo naamini kwamba tunasogea sehemu fulani kwa ajili ya kuweza kujifunza, na ningependa nikupe nafasi Apostle, tutembee sasa kwenda. Asante sana. Karibu Pastor, asante. Ya, kwa sasa tumeangalia vizuri. Ukienda kwenye somo la jana utapata kwa kirefu namna ambavyo tulielezea. Sasa leo tuende tukajenge baada ya kuzaliwa mara ya pili, baada ya kuokoka. Na nataka niongee kitu kimoja mchungaji, mara moja tu, ili tutakapoendelea leo watu waelewe kwamba, kwa sababu somo la leo na kesho yamejengwa kwenye msingi wa jana, na ambapo leo kidogo tutaongelea kwamba huyu mtu ni kiumbe kipya. Hem, tuangalie kidogo formation. Unajua Yesu ndio alikuwa mwanzo wa hivyo viumbe kuishi duniani, kwa sababu kabla ya hapo hakukuwa na viumbe kama hivi. Hata Adamu hakuwa katika hii level tuliopo sisi. Tufungue kitabu cha Luka sura ya kwanza, na nitaanzia mstari wa 26, japo Luka sura ya kwanza kuanzia mstari wa 26, japo nao utafuta ni wa 35. Nitasoma. Mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu, jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani mwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu. Na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Umeona, Yesu alisema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, lakini kilichozaliwa kwa roho ni roho. Sasa angalia Yesu alichokifundisha baadaye, ndio mfumo alioingilia Yesu hapa duniani. Sasa twende mstari wa 34. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Tunasoma Luka 1 tuko mstari wa 34 kwa ambao wamejiunga na sisi sasa hivi. 35.
Malaika akajibu akamwambia, angalia vizuri, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Kitaitwa sio huyo. Kumbuka Kiswahili sanifu ni huyo atakayezaliwa. Hata Kiingereza wangesema who, lakini ukisoma hata King James ukisoma na hapa that which, mtu aitwagi which, mtu aitwagi hicho. Hicho tunatumia kwenye vitu kama kiti nini. Sasa Biblia inasema hivi, kuna aina mpya ya species, kuna aina mpya ya viumbe ambayo ilianza kuingia duniani, na Yesu ndo alikuwa number 1, na Yesu ndo alikuwa prototype ya hiyo species. Inaitwa viumbe vingine ambao hiyo species, huo mfumo wa wanadamu ambao sio wanadamu, ni miungu watu. Wa kwanza kuingia nao mfumo ni Yesu. Formation yake ikoje? Roho Mtakatifu atakujilia na hicho kitakachozaliwa. Kwa Roho Mtakatifu akiingia ndani ya mwili wa mwanadamu, kukawa kuna muunganiko wa Roho Mtakatifu na mwili wa mwanadamu. Huyo sio mtu, inaitwa kitu. Kitu gani? Kiumbe kipya. Ndio maana sasa kwenye walaka, kwa sababu hapa anasema hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu. Kwa Yesu akiitwa huyo, Yesu aliitwa hicho. Ndio maana ukija kuangalia katika kitabu cha Korinto wa 2:5-17, principle ile anasema kila aliye ndani ya hicho ambao ni Kristo sio mtu, amekuwa kiumbe kipya. Sasa hiyo ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya Roho Mtakatifu aliyetuzaa. Kwa tulipozaliwa kwa Roho, tuliingizwa katika, si nisemeje, nashindwa kuelezea, aina nyingine kabisa ya viumbe ambavyo havikuwepo. Ndio maana Biblia inasema kwenye Wakorintho wa kwanza 15:45 inasema Adamu wa kwanza akawa tunafsiliwa hai sababu alipuliziwa. Lakini anasema Adamu wa mwisho ni roho yenye kuuisha. Kama walivyokuwa wao wa Adamu wa kwanza ndivyo walivyo wao. Ndio maana sisi ni roho yenye kuuisha. Anasemaje? Mtaweka mikono juu ya wagonjwa watapona. Kwa sababu gani? Tuna uzima mwingine, sababu tumezaliwa na Roho Mtakatifu. Atasema mtakunywa vitu vya kufisha, vitawazuru. Vitu vinawazurugi wanadamu, lakini sisi sio wanadamu. Ndio maana alisema havitatuzuru. Yaani ukipewa poison leo, poison inakuwa juice kwako. Sababu gani? Umeumba kwa mechanism nyingine. Kwa hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Sasa nimesema tuweke huo msingi ili tuone sasa tutakapoenda kudive leo na kesho, kuwaonyesha watu jinsi umuhimu gani wa kujazwa Roho Mtakatifu. Ni kwa sababu ya kuishi kwenye ubabe huu tulioumbwa. Yaani sisi tumeumbwa kibabe. Sasa kwa nini tunasema ujazwe Roho Mtakatifu? Kwa nini tunasema ufurike Roho Mtakatifu? Ni kwa sababu ili uishi kwenye uhalisia wa huu ubabe ambao tumeshaumbwa nao katika Kristo. Hallelujah. Hallelujah. This is so powerful. Yes. This is so Nafikiri kuna kitu nataka uongee kidogo. No, just flow. Okay, asante sana. Kwa hiyo kwa mtu wa Mungu, hiyo kitabu cha Luka kinatuonyesha kwamba hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu. Na sisi ni hivyo viumbe vipya. Sasa Roho Mtakatifu akishakuzaa haishii hapo, ambao tunaita ndio ubatizo wa Roho Mtakatifu. Anahitaji kukujaza zaidi na zaidi. Na kama pastor alivyosema jana, baptism, ubatizo wa Roho ni tukio moja tu, ni ile mwokoka umemkiri Yesu. Lakini ujazo wa Roho Mtakatifu ni tukio endelevu. Na tunajazwaje Roho Mtakatifu? Tunajazwa Roho Mtakatifu kwa namna nyingi sana, lakini leo tutaongelea namna tu chache. Na kwanza, kabla tujaenda kwenye kujazwa Roho Mtakatifu, tuongee kwamba ujazo wa Roho Mtakatifu ni nini. Tuanzie kwenye mistari yetu ya jana ambayo tulikuwa tumeshaisoma. Sasa tuanzie tu hapo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Tutaanzia Matendo ya Mitume sura ya 2. Tutaanzia Matendo ya Mitume sura ya 2. Kwanza tuanzie tu sura ya kwanza mstari wa 8. Ni maneno maarufu sana ambayo Yesu aliyasema. Anasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Nimeshasema kama Kristo alivyo ndivyo na sisi tulivyo. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:17. Kama Kristo alivyo ndivyo na sisi tulivyo ulimwenguni. Na unajua nini mchungaji?
tumezaliwa kwa roho, huu mfumo tuliozaliwa nao mpaka leo shetani hauelewi na dunia haiuelewi. Ni ngumu sana, ni kitendawili kwao. Ndio maana Biblia inasema kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 inasema, wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, lakini haijadhihirika bado utakapokuwa. Lakini anasema kwa sababu hii. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa sisi ni wana, ulimwengu haututambui kwa sababu haukumtambua kwanza yeye. Ndio maana kwenye Wakorintho wa kwanza anasema kama wangelimtambua wasingemsulubisha Bwana wa utukufu. Maana yake ni nini? Sisi ni kitendawili kwa shetani, sisi ni kitendawili kwa dunia, sisi ni kitendawili. Ndio maana Yesu alisema hivi. Yesu alisema hivi, mtu aliyeokoka ni kama upepo. Upepo unavuma, unausikia tu, unavuma uendako, lakini haujui unatoka wapi na hujui unaendaje. Maana yake nini? Magonjwa akiniona mimi ni kama upepo kwenye magonjwa. Magonjwa hayawezi kunicomprehend. Magonjwa hayawezi kunikamata kwa sababu hayajui mimi ni mfumo, mimi ni kitu gani. Umasikini ukiniona, ninavyosema mimi namaanisha wewe uliokoka. Umasikini ukikuona hauwezi kucomprehend, kukamata. Ndio maana mtumishi wa Mungu Yohana akasema hivi, nuru, giza halikuiweza nuru. Kwa sababu gani? Napenda Kiswahili chake, napenda Kiingereza kilivyotumika. Darkness comprehended not. Kwa sababu kucomprehend maana yake nimejua kila kitu. Nikisema nimecomprehend pastor, maana yake nakujua inside out. Yaani naweza nikitaka kukua na muda wote. Lakini Biblia inaposema giza halikuiweza nuru, na sisi ni nuru, maana yake Roho Mtakatifu ndio hiyo nuru, na tunapokuwa tumezaliwa kwa roho sisi ni nuru. Sasa Biblia inasema hivi, nuru yenu na iangaze sana, maana yake ndio ujazo wa Roho Mtakatifu. Ili sasa kadri unavyoangaza, taa ya volti 5 tofauti na taa ya volti 100, tofauti na taa ya volti 10,000. Maana yake gani? Maana yake ni nini? Mwanga ukiwa mdogo, effect yako itakuwa ndogo. Sasa tunapoongea ujazo wa Roho Mtakatifu, tunamaanisha mwanga. Hatuishi tu kwamba sisi ni taa, sisi ni nuru. Ile nuru inakuwa intense. Una uwezo wa kuchoma. Kuna mwanga, kuna moto ambao hauwezi kuunguza nyumba, lakini kuna moto ambao unaweza kuunguza nyumba. Kwa sababu gani? Ya ule umoto wake. Sasa tunaposema ujazo wa Roho Mtakatifu, tunamaanisha sasa kuongezeka, nuru yetu kuongezeka, nuru yetu kung'aa. Unaishi kama Mungu hapa duniani kwa kutenda yale ambayo Mungu ametaka uyatende. Wow. Sasa Matendo hii 1:8 Yesu alisema hivi, msiondoke Yerusalemu. Akasema sasa hapo kwamba lakini mtapokea nguvu akiisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na katika Samaria na hata mwisho wa nchi. Watu wengi wao wanafikiri ili andiko ni la kwenda kushuhudia mtaani. It's okay, ni nzuri, tunaweza ni stepping stone nzuri. Lakini Yesu alichokuwa anakimaanisha ni kikubwa zaidi ya hapo. Yesu alisema hivi, huyo Roho Mtakatifu atakapoajilia, mtakuwa mashahidi wangu. Maana yake nini? Mtakuwa na matokeo kama mimi ambavyo ningekuepo duniani. Yaani kama mimi ningekuepo duniani ningetuliza dhoruba, maana yake wewe sasa ukijazwa Roho Mtakatifu, wewe ndio unakuwa mtuliza dhoruba. Kama mimi ningekuepo duniani ningewapenda watu, maana yake mimi Yesu ni upendo. Maana yake ni nini? Wewe sasa umepewa Roho Mtakatifu ili uwe upendo unaotembea hapa duniani. Yaani unatoka kwenye level za kusoma upendo. Ya kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee. You display love. Yaani wewe ndio unakuwa upendo unaotembea. Yaani nikifika mahali fulani watu wanajisikia kuna upendo umeingia ndani, atmosphere inabadilika. Sio nikifika watu wanajisikia kutema mate, kuwa kichefchef. No. Hallelujah. Ndio maana ya kuwa shahidi. Maana yake tunamuishi Kristo. Ndio maana tunakuja kuongelea kitu kinaitwa tunda la Roho. Sio matunda. Watu wana mix. Ni tunda. Kwa sababu gani ni tunda? Kwa sababu ni Kristo. Manifestation ya Kristo katika ulimwengu, katika mwili. Yaani tunda la Roho ni udhihirisho wa Kristo kwenye mwili, kwa jinsi ya mwili. Ndio maana Biblia inasema katika Kristo utimilifu wote wa Mungu, wa Kolosai 2. Utimilifu wote wa Mungu umekaa kwa jinsi ya mwili, na alivyopaa, maana yake sisi ndio tunamtimiliza Kristo kwa jinsi ya mwili. Watu hawana haja ya kusema kwamba siku ya mwisho natamani Mungu ni pendo na nimekumbuka upendo, siku ya mwisho tutapendwa mbinguni. Hakuna cha mbinguni. Mimi Sefoni nikiingia, wewe Victor ukiingia, wewe Salome ukiingia mahali, ni upendo la Mungu limeingia. Ni amani ya Mungu imeingia. Ni furaha ya Mungu imeingia. Kwa sababu gani? Ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Amen. Wow, this is so. Utagundua Roho Mtakatifu ni zaidi ya nguvu.
utagundua Roho Mtakatifu ni zaidi ya kunena kwa lugha Jumapili. Hallelujah. Actually Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya mtaani, sio hata kwa ajili ya kanisani. Hallelujah. Kanisani tunakuja tu ku fellowship na kuwa charge, ni kama charge umeenda kuiweka tu kwenye nani. Ila simu haifanyagi kazi kwenye charge pale kwenye switch. Kwa kanisani ni kama kwenye switch. Pastor atakuja, atahubiri, atakufundisha, atakuombea, ni kama kazi ya simu haifanyi kazi kwenye switch, inafanya kazi nje mtaani. Unainani, umeona? Kwa hiyo maana yake na sisi Roho Mtakatifu tukija kanisani tunanena kwa lugha na kuimba na kufellowship, ni kwa ajili ya huko mtaani, ni kwa ajili ya huko kazini, ili sasa wewe uwe jibu kazini. Utakuwaje jibu kazini? Kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Sasa nimeongea machache ili kukuwekea msingi katika yale mengi ambayo sasa tunaenda kuingia ndani kwa habari ya Roho Mtakatifu. Wow, this is so wonderful. This is so wonderful. This is so wonderful. This is powerful, so powerful. Na kabla tujaenda kwenye hatua nyingine, kuna kitu kimoja ambacho you have to understand about the Holy Spirit, kwamba inatakiwa ujue kitu kimoja, kwamba Biblia imenyamaza kwa habari ya jina lake. Inatakiwa ukijue hicho kitu. Roho Mtakatifu hana jina, yeye ni mtakatifu. He has no name. Yani Biblia imekaa kimya kwa habari ya jina lake, and the reason is why, kwamba because tumepewa jina lipitalo majina yote, at the name of Jesus. So then the Holy Spirit is the Holy Spirit, hana jina, yeye ni mtakatifu. Yani wameamua Biblia imeamua kusema kwa habari ya asili yake. Yeye ni mtakatifu, yeye ni msaidizi, lakini hana specific, na ndio maana tuombi katika jina la Roho Mtakatifu. Sawa kabisa. Tumepewa jina ambalo ni jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni mtu. Yes. He's a little person. Yes. He's a little person actually. He's a little person. Ni mtu ambaye kama vile ulivyo wewe, nilivyo mimi. Ndio maana Biblia inasema kwamba msimhuzunishe nani? Roho Mtakatifu wa Bwana. Yes. Maana yake ni mtu ambaye unaweza ukamtegemea, ni mtu ambaye, that's why most of time tunakutana na disappointment nyingi sana katika maisha, kwa sababu focus yako umeweka kwa wanadamu. Jambo lolote tudogo, you learn to people, unakimbilia kwa watu, lakini Roho Mtakatifu ni msaidizi wako. Anakwambia nini? Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu, inakupasa hivi vitu uweze kuvielewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na jana apostle alisema kitu kimoja, kwa sababu we are speaking, we are teaching. Nataka nikuongezee maarifa kidogo ambayo yataweza kukusaidia kitu kimoja uweze kusaidia. Roho Mtakatifu kipindi cha Agano la Kale hakuwa ndani ya watu. Yes. Lakini alikuwa anakuja juu yao. He used to inspire them, na anapowawezesha wanaweza kuzungumza, wanaweza kufanya vile vitu ambavyo walipaswa kuvifanya. Nataka nikupe swali moja ambalo ili kusudi uweze kuona. Jana tuliweza kutako tu kidogo, lakini tukapaacha. Daudi anasema kwamba kwenye Zaburi ya 51, usiniondolee Roho wako Mtakatifu. How did David know about the Holy Ghost? And the guy who was in the Old Testament, and the Holy Spirit was not revealed at his time. Roho Mtakatifu alikuwa hajafunuliwa, alikuwa hajaonyeshwa katika kipindi cha yeye. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. There is a very deep dimension. Kwa mfano, let's speak about Moses, afu tuje kwa Daudi. Musa ameandika vitabu 5. Musa aliwezaje kuandika vitabu 5? Sawa. Ameandika vitabu 5. Angalia ukianzia kwa mfano kama kitabu cha Mwanzo. Sawa. Hapo kitabu cha Mwanzo. Na ukiangalia kitabu cha Mwanzo, wakati anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba, anasema kwamba hapo mwanzo Mungu alimuumba mwanadamu. Anasema kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. That means kwamba the Holy Spirit alimsaidia Musa kwenda kabla ya existence. Sawa. Akamfunulia kwa habari ya vitu kwamba this is what God did. Yeah.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana Roho Mtakatifu ana msaada mkubwa sana katika maisha yetu, kwamba ana uwezo wa kukufunulia vitu ambavyo hakuna macho ambayo yameweza kuona, hakuna masikio ambayo yameweza kusikia. Yes. Na ndio maana Daudi alijua kwamba Daudi alisafiri kwenye nyakati za nyuma. Roho Mtakatifu alimpa vitu ambavyo a normal person huwezi ukaviona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho Mtakatifu ni wa faida sana kwetu. Anaweza kuyafunua kwako majira ya kipindi cha nyuma. Amen. Anaweza akayafunua majira ya kipindi kijacho, kwa sababu yeye ni mtu na yupo kwa ajili ya kutusaidia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Let me give you this scripture kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 16, alafu nitamwachia apostle aweze kuflow. Yohana sura ya 16, John chapter 16. Yes. Na ule mstari wa 13. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yohana sura ya 16 mstari wa 13. Sawa kabisa. Haleluya. Kwa nini tunayazungumza haya? Tunazungumza, nataka nimpe apostle, baada ya kusema nataka nimpe muda mwingi aweze kuzungumza kile ambacho Mungu amekiweka ndani yake, ili uweze kuelewa. Mimi mwaga nasema kitu kimoja apostle, before tujasoma hapa, kwamba serikali ina msemaji. Ndio. Sawa. Mbingu ina msemaji. God does not speak himself. Ana msemaji wake ambaye ni Roho Mtakatifu. Je, kwenye maisha yetu sisi tuna msemaji? Hatumtumii, lakini Mungu ametuma msemaji ambaye ni the Holy Ghost. Kama maana yake kila ambacho tutakisema ni kila ambacho tumekipata kutoka kwake. Angalia Biblia inasema kwamba lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza, awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayo yasikia yote anayasikia kutoka wapi? Kutoka kwa Baba. Anapoyasikia kutoka kwa Baba, anakuja anayaachilia ndani yetu. Yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atayawapa. That means kwamba the Holy Ghost can journey to 2024. Yes. The Holy Ghost can journey to 2030. Yes. Roho Mtakatifu anaweza kusafiri kwenda 2030. Yes. Akakwambia 2030 kitatokea hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. 2030 utakuwa mahali hapa na hapa na hapa. Yes. Kwa hiyo anaweza kwenda nyakati za nyuma. Yes. Anaweza kwenda nyakati za mbele. Yes. What a wonderful friend. Yes. What a wonderful friend. Yes. Ni rafiki ambaye ni wa ajabu, ni rafiki ambaye ni msaada wetu. Yes. Fanya mahusiano na Roho Mtakatifu wa Bwana. Fanya mahusiano na Roho Mtakatifu wa Bwana. Fanya mahusiano na Roho Mtakatifu wa Bwana. Yes. Yeye atakupasha kwa habari ya mambo yajayo, atakupasha kwa habari ya mambo atakayoyasikia. Yes. Ni hasara kuishi kama Yes. Haleluya. Amen. Karibu apostle. Asante sana. Shukuru sana pastor. Mmeongea vitu kwa Kiswahili cha kisasa tunasema konki. Yaani kwa maana ni vitu vizito ambavyo tunahitaji kuvijua na kuvi embrace, kuvishikilia kwa thamani. Amen. Biblia inasema ushikilie wokovu wako uliopokea mara moja tu. Yani ndio vitu kama hivi sasa ambao tumevipokea tunatakiwa tuvishikilie sana. Sawa. Na sasa tuende mbele zaidi kidogo hapo. Nataka tuangalie, japo tunaweza tusifafanue kila kitu hapa, lakini at least tu expose vitu vikubwa. Isaya 11. Isaya 11 kuanzia mstari wa kwanza. Isaya 11 kuanzia mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza. Biblia inasema, basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda. Na Roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya ushauri na uweza, roho ya maarifa na kumcha Bwana. Na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana, wala hata hukumu kwa kuyafuata ayaonayo kwa macho yake, wala hata onya kwa kuyafuata ayasikiayo kwa masikio yake, bali kwa haki atawahukumu maskini, naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili, naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake. Okay, tusiendelee huko. Nachotaka nikuonyeshe sasa, huyu Roho Mtakatifu tunayemwongelea amegawanyika. Kiswahili gani kizuri tuseme? Seven manifold of the Holy Spirit. Madhihirisho 7 au ukamilifu wa Roho Mtakatifu upo katika dimension au ukamilifu katika 7.
tutaanza hapa. Anayeongelewa ni Yesu Kristo. Biblia inasema basi itatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litatoka katika mizizi yake litazaa matunda. Sasa hapa anamwongelea Yesu. Kumbuka kitabu cha Yohana 3 anasema Yesu alikuwa na roho bila mipaka, spirit without measure, na Yesu akatuachia hivyo roho bila mipaka. Unajua watu wengi wana mix kidogo, wanafikiri Yesu ndo alikuwa na roho mtakatifu bila mipaka alafu sisi tuna roho mdogo. No, kama ambavyo Yesu alivyokuwa na ndivyo akatuachia hivyo hivyo. Kwa sasa hapa nataka nikuonyeshe kuna roho 7 za Mungu. Tunaposema roho 7 za Mungu tunamaanisha ni Roho Mtakatifu yule ile mmoja, lakini katika ule mafunuo yake. Ni kama hapa useme ni mwili mmoja lakini na mikono miwili. Sasa tuseme Roho Mtakatifu mmoja lakini anajifunua katika namna 7 au katika dimension 7 tofauti. Sasa anaanza kutaja na roho ya Bwana atakaa juu yake. The Spirit of the Lord. Sasa nitafafanua kwa ufupi, lakini kuna baadhi ya nani tutaingia ndani kuliko madhihirisho mengine kwa wakati huu, wakati Mungu atakavyotuwezesha. Ukikumbuka kitabu cha Luka sura ya 4 kuanzia mstari wa 18, Yesu anasema hivi, Roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenitia mafuta kuwatangazia maskini habari njema, kuwafungua waliofungwa. Sasa huu Roho wa Bwana ni Roho Mtakatifu, lakini katika udhihirisho fulani. Roho wa Bwana ni Roho Mtakatifu anayeshuka juu, mara nyingi huwa anashuka upon, na anawezesha watu kutembea katika dominion. Kwa Kiswahili tunasemaje dominion? Katika mamlaka. Kwa mfano, Mungu amekuweka labda wewe kuwa kiongozi chuoni au kuwa kiongozi au hata kama sio kiongozi, lakini Mungu amekuweka labda katika ofisi fulani. Nataka nikufundishe Roho Mtakatifu katika mazingira ya kila siku. Nimtoe kwanza kanisani, kwa sababu watu wengi wanamuonea sana Roho Mtakatifu kanisani, afu kule nje kama samani kwa kutumia hilo neno, lakini ili tuelewe kwa urahisi. Kwa mfano upo kazini, na Mungu akakupa mandate kwamba Mungu amekuita kuwa mtu fulani hapo kazini, lakini kazi sio kwa ajili ya kupata fedha, ila ni kwa ajili ya kueneza ufalme. Na Mungu amekuweka hapo. Kazi sio kwa ajili ya kupata fedha, sababu fedha na mali Bwana ndo anayetupa. Lakini ni kwa kazi ulionao ni kwa ajili ya kueneza ufalme wa Mungu, kueneza utamaduni wa uungu. Yes. Kwa hiyo kila mtu ni missionary, kila mtu ni mchungaji, kila mtu ni mzee wa kanisa. Wapi? Mwingine kwenye ofisi ya daladala, mwingine wapi? Ofisi ya kampuni alilopo, kila sehemu. Kwa hiyo kwenye daladala ni mchungaji. Yani yule Mungu amempa zile nafsi. Hallelujah. Kwa hiyo Roho Mtakatifu sasa, ili ukapate kuwa jasiri pale, unahitaji roho anaitwa Roho wa Bwana. Sasa Roho wa Bwana ndo anayetupa ujasiri wa kusimama hata katika magumu. Anatupa ujasiri wa kusimama katika situation, katika hali fulani za kimaisha, lakini pia katika watu tunaokumbana au vitu. Kwa mfano, kuna watu umegundua wanahama hadi mitaa, wameokoka lakini wanahama mtaa kwa sababu labda kuna mchawi au kuna nini, au labda kuna hawapendwi au nini. Sasa kitakachokuwezesha uweze kukaa kibabe pale mtaani ni huyo anaitwa Roho wa Bwana. Ni Roho Mtakatifu lakini katika ufunuo wa Roho wa Bwana. Sasa Roho wa Bwana ndio alikuwa anawashukia sana kwenye Agano la Kale. Kwa mfano, ukisoma kitabu cha First Kings, ni Wafalme, tusome tu Wafalme wa kwanza sura 20 mstari wa 21. Wafalme wa kwanza. First King chapter 20 verse 21. Yes. Amen. Biblia inasema, tunamwangalia yule Roho wa Bwana. Kumbuka kuna roho zimetajwa nyingi, nitazifafanua. Biblia inasema kwamba Roho wa Bwana. Wakapiga kila mmoja mtu wake, wakapiga kila mmoja mtu wake. Washami wakakimbia na Israeli wakawafuatia. Ben-Hadadi mfalme wa Shamu akaokoka amepanda farasi pamoja na wapandao farasi. Mstari wa 21. Mfalme wa Israeli akatoka akawapiga farasi na magari, akawapiga Washami pigo kubwa. Naye yule nabii akamjia mfalme wa Israeli akamwambia, enenda kusanya nguvu zako, ujue na kuangalia ufanyavyo, kwa maana mwakani mfalme wa Shamu atakuja juu yako.
maana mwakani mfalme wa Shami atakuja juu yako. Mstari wa 23 endelea. Anasema basi watumwa wake mfalme wa Shamu wakamwambia Mungu wao ni Mungu wa milima, ndiyo sababu ya kutushinda sisi. Lakini tupigane nao katika nchi tambalale, na hakika watawashinda wao. Ufanye neno hili, uwaondoe hao wafalme, kila mtu atoke mahali pake, akaweke majemedali mahali pao. Mstari wa 25 anasema kisha ujihesabie jeshi kama jeshi lililokupotea, farasi kwa farasi na gari kwa gari, nasi tutapigana nao katika nchi tambalale, na bila shaka tutawashinda. Akaisikiliza sauti yao, akafanya kama hivyo. Sawa. Hapo tunaona story. Biblia inasema yule nabii akamwambia mfalme. Lakini pia kuna andiko lingine, nafikiri itakuwa ni 21:20, inaonyesha Elia akamconfront Ahabu, mfalme Ahabu. Kitu tunachotaka tukione hapo, hawa manabii walikuwa na roho wa Bwana. Yaani roho wa Bwana alikuwa akimshukia nabii, ana uwezo wa kumfuata mfalme na kumwambia bila kuogopa jambo ambalo Mungu amelisema kwa sababu ya nchi, kwa ajili ya nchi na kwa ajili ya watu wake. Kwa roho wa Bwana maana yake ni Roho Mtakatifu, lakini anakupa uwezo na mara nyingi anakupa kuwa juu ya wengine, sio kwa maana ya kuwa dictate au kuwatendea mabaya, ila kwa maana ya kufikisha lile kusudi la Mungu. Ndio maana hata hali fulani zinaweza zikatokea kwenye maisha, mwingine akasema najua sisi ni maskini tu sisi. No, lakini kama una Roho Mtakatifu, huyu Roho wa Bwana atajidhihirisha. Yale mazingira hayatakurudisha chini. Hautajiona kama mwanadamu, utasimama katika uungu na utaongea kwa ujasiri. Mambo na yatakuwa. Mambo na yatakuwa. Huyu ni Roho Mtakatifu tunayemwongelea. Kwa hiyo nataka nikufafanulie kidogo dimension tofauti za Roho Mtakatifu, au baadaye tutakapokuambia kujazwa Roho Mtakatifu ili uone umuhimu wake. Kwa mfano, watu wengi wanashindwa kusimamia kweli, labda kwenye kazi, wanachukua rushwa na wanaogopa labda watafukuzwa kazi nini. Kwa sababu gani? Hawajajaa Roho wa Bwana. Huyu Roho wa Bwana maana yake anakupa ujasiri. Hauoni mazingira, hauoni kifo, hauoni mauti, hauoni kutengwa, ila unamwona Mungu, unaona Mungu na kusudi lake. Kwa hiyo unasimama kwa ujasiri na kuweza kukataa uovu kama ni ofisini, kukataa uovu kama ni wewe ni binti, kukataa uovu kijana amekufuata ili aweze kukuangusha na uishi maisha mabaya ya dhambi. Roho wa Bwana ndiye anayekupa ujasiri na nguvu ya kusimama kiume. Unajua Biblia, hata kama wewe ni mwanamke, Biblia imesema wote tusimame kiume. Hajaongelea agenda, hajaongelea jinsia, imeongelea attitude. Alafu hata identification yetu, we are called sons of God. Yes. Sons of God. Yes. Yeah. Yes. Lakini unajua watu na video waweze kuelewa, kwa sababu anapo consider kwamba sons of God anazungumza kwa sababu yani kwa nini anazungumzia anapotuita kwamba sons of God is looking more of the inner man, the creation of the inner man, kwa sababu the Holy Spirit has no gender. Yes. Na ndio maana tunaitwa sons of God. Yani wote awe hakika awe nani, kwa sababu hakuna nini, sisi wote watoto wa nani? Watoto wa Mungu. Lakini inapokuja kwa nje, this outside gender is just for fulfilling the earthly purpose. Yes. La hapa duniani. Kwa maana address yetu kama watu wote tunaitwa kama ulivyosema, wote sisi ni wana wa Mungu. Yeah. Tusimame kiume. Amen. Asante sana pastor. Kwa hiyo Roho wa Bwana anakupa kusimama kidete. Tuseme tu hivyo. Roho wa Bwana anakupa kusimama kidete, kusimama kwa ujasiri na kwa nguvu. Amen. Inaweza kuwa umetuma ujumbe kwa mkuu wako, sio kwamba niseme unamdharau, no, lakini utaongea kwa ujasiri na kwa heshima zote. Amen. Na kwa kurekebisha mambo yaweze kukaa vizuri mahali pale. Amen. Kwa mifano ni mingi sana kwenye Biblia, unaweza kuisoma, kwa sababu ya muda nitaweza kwenda kwenye. Anaongea tena dimension nyingine ya Roho Mtakatifu. Kwa huyu mtu mmoja, Isaya 11. Anasema mstari wa 2, na Roho ya Bwana atakaa juu yake. Sio roho itakaa, roho atakaa. Unajua kabisa roho ni mtu, kama alivyosema mchungaji, ni Mungu. Lakini tunaposema ni mtu, maana tunamaanisha ni kitu chenye uhai, yani anasikia, anafurahi na vitu kama hivyo. Roho ya hekima na ufahamu. Sasa roho ya hekima na ufahamu tunarudi kwa jana mchungaji.
Jana uliongea vitu vikubwa sana pale. Ukasema Roho Mtakatifu anapokujaza, anaweza kukujaza ukaongea hekima katikati ya kikao. Watu wanatafuta majibu. Sasa roho ya hekima na maarifa ni mbili tofauti. Roho ya hekima anajitegemea na roho ya maarifa anajitegemea. Sasa roho ya hekima ni nini? Hekima ni nguvu ya Mungu ya kuona mambo kwa usahihi, kutamka kwa usahihi na kuishi kwa usahihi. Is the accuracy of God. Kwa mfano, nikufundisha tu hekima kwa urahisi. Hii ni simu. Nikitaka nijue hekima ya kutumia hii simu, lazima nirudi kwa mtengenezaji. Sababu mtengenezaji alivyotengeneza, yamkini ametengeneza hii simu ichajiwe kwa masaa 2. Alafu ukishamaliza kuichaji, labda uiweke, usiweke kwenye joto. Natoa tu mfano. Maana ukiweka kwenye joto labda itawahi kufa. Kwa nikitaka nikae na hii simu muda mrefu, niichaji masaa hayo niliyoambiwa, niweke mahali ambapo inatakiwa, nisiweke karibu na moto, sina nini, maana itaishi vizuri. Hii simu utaienjoy, au TV yako. Maana hiyo ni hekima. Sasa Mungu alipotuumba, aliumba kila kitu. Alafu akakiweka kila kitu kifanye kazi kama alivyokikusudia. Sasa kushindwa kujua jinsi Mungu alivyoweka ule uhalisia wa maisha, ndiko kukosa hekima. Hallelujah. Maana tunaishi chini ya hekima. Ndio wanasema kuna hekima ya wanadamu na kuna hekima ya Mungu. Kuna hekima ya shetani pia. Kuna different kinds of wisdom. Kwa sasa Biblia inavyosema roho ya hekima, roho ya hekima kazi yake kubwa ni kukuzamisha kwenye siri za Mungu, yani kumjua Mungu. Kwa sababu unapomjua Mungu, maana yake umejua maisha. Maisha ni nini? Maisha ni Kristo. Kwa tunapomjua Kristo, maana yake tunayajua maisha vizuri. Hallelujah. Hekima katika eneo la fedha, hekima katika eneo la ndoa, hekima katika eneo la biashara, hekima katika eneo la huduma, na vyote vimefungwa kwa Kristo. Sasa Biblia inasema, tufungue kidogo andiko hili la, tutarudi hapo kwenye Isaya, usifunike, tufungue andiko hili la Wakolosai sura ya 2 ya mstari wa 3. Nafikiri mwanzo nasoma tu. Yes. Anasema in him all the anasema ambaye ndani yake yeye hazina zote za hekima na maarifa zimesitirika. Hapo anzia hata mstari wa 2 au kwanza kabisa. Anasema anaanza mstari wa kwanza. Maana nataka ninyi mjue. Anasema huyu ni Paul. Anasema maana nataka ninyi mjue jinsi ilivyo juhudi yangu nilionayo kwa ajili yenu na kwa ajili ya wale walioko Laodikia na wale wasioniona uso wangu katika mwili, ili wafarijiwe mioyo yao. Anasema ili wafarijiwe mioyo yao, wakiunganishwa katika upendo, wapate utajiri wote wa ufahamu, kwa hakika wapate kujua kabisa siri ya Mungu, yani Kristo, ambaye ndani yake, ndani ya Kristo, yes, ndani ya huyo Kristo, ambaye ndani yake yeye hazina zote za hekima na maarifa zimestirika. Nasema neno hili mtu asije akawa nao. Maana yake nini? Ndani ya Kristo hazina zote za hekima na maarifa zimesitirika. Manake ni kwamba kama unatamani kuwa accurate, unatamani kuwa sahihi. Unajua dunia imeshashindwa. Unaposema dunia, namaanisha system zinazoendesha dunia. System za ndoa zimeshindwa za dunia. Ndio maana leo hii wanasema wanaume wote ni mbwa, wanawake wote si nini, kwa sababu system za dunia zimeshindwa. Ila ndoa, ukitaka ujue ndoa, msome Kristo. Kwa sababu ndoa ni siri ya Kristo na kanisa. Kadri mtu anapozidi kumjua Kristo, ndivyo ndoa yake inazidi kuwa imara, kwa sababu ndani ya Kristo hazina zote za hekima na maarifa zimesitirika. Na Biblia inasema kwenye Wakolosai hiyo sura ya 3:11 anasema hivi, Yesu ni yote, Kristo ni yote na katika yote. Na Wakolosai sura ya 1 anasema maana katika yeye, yani Kristo, vitu vyote vilifanyika, iwe ni mbinguni au vya duniani. Sasa hekima ni nini? Hekima ni kuwa na uwezo wa kurudi kwa yule aliyevifanya vyote kwa njia yake, kwa kusudi lake, alafu
unapita pale anakuonesha namna ya kuvitumia hivyo vitu. Amen. Namna ya kufanya biashara na ukafanikiwa. Amen. Imefungamanishwa ndani ya Kristo. Amen. Imefungamanishwa ndani ya Kristo. Amen. Namna ya kuwa na maisha mazuri, maisha ya kuwapenda watu. Amen. Unaweza ukaishi bila kuchukia mtu hata mmoja hapa Yes, duniani, hata kama hallelujah. umeumizwa. Kwa sababu Biblia inasema sisi tumekufa. Maiti hata ikipigwa hivi haisikiagi. Yaani sisi ni maiti katika ulimwengu huu. Yaani katika ulimwengu wa roho, katika dhambi sisi ni maiti. Hatuko hai katika Mungu. Maana mambo ya giza, dhambi na nini tumekufa. Ndio Biblia inasema tumekufa. Sasa maana kama unatamani kutembea kwenye upendo, kuna hekima ya kutembea kwenye upendo. Sasa huyu roho ya hekima huyu ndo anayekupeleka kuonyesha uhalisia wa mbinguni hapa duniani. That means kama mtu ambaye hana roho, maana yake he is missing a lot. Kabisa. Is missing a lot. Kabisa. Kwa sababu kama Roho Mtakatifu anaweza kukupa maarifa jinsi ya kufanya biashara, anaweza kukupa maarifa jinsi ya kuendesha familia, jinsi ya kuishi kwenye ndoa. Maana yake Roho Mtakatifu ni kila kitu kwenye maisha ya mtu yote ambaye ameokoka. Yes sir. Ambaye ameokoka. Yes sir. Hallelujah. Yes sir. Na umenikumbusha kitu kizuri hapo. Tunapoangalia huyu roho ya hekima, kwa sababu hekima ndio maana Biblia inasema kwenye Mithali 8. Anasema mimi hekima nasimama njia panda. Angalia vizuri. Kwa sababu watu wengi wanapoangukiaga ni njia panda. Niolewe na huyu nisiolewe na huyu. Nifungue huduma nisifungue huduma. Niende kazini leo nisiende kazini. Ila kama roho inaniambia nisipande ili basi nipande basi lingine. Ni njia panda hizo. Kwa kila siku watu wanapita njia panda. Ili usiweze kushindwa pale njia panda. Na ili upite level ya kuwa njia panda. By the way ni level pia ya kuwa njia panda. Unaweza ukapita sio njia panda. Ndio maana Daudi akasema unifundishe njia yako. Katika uwepo wako kuna uzima tele. Maana yake kuna njia pia, kuna level ukifika Roho Mtakatifu au piti njia panda. Kwa sababu Roho Mtakatifu anakuwa amekuwa mwingi kwako kuliko njia za wanadamu. Kwa sababu njia panda ni kati ya roho na Mungu. Ndio maana anasema kwenye Wagalatia 5 kwamba mwili na roho vinapingana, hata hamwezi kufanya mnayoyataka. Lakini anasema kitu kikubwa, mkiongozwa na roho hamtaishi katika tamaa za mwili. Maana yake kuna level ya pili, kuna level ya pili ya kutokushindana kati ya mwili na roho. Kuna level ya watu wa juu, maana yake watu ni wa rohoni tu. Mwili haushindanagi na roho, yani wanatembea tu in the spirit. Ndio hii sasa ya kuvuka level ya njia panda. Sasa nilikuwa naongea kuhusu hekima. Hekima anasema nalia njia panda. Nani atanisikia? Maana yake hekima anatafuta mtu amtoe kwenye maisha ya njia panda. Amtoe kwenye maisha ya kubahati nasibu. Hallelujah. Na ukishajazwa Roho Mtakatifu, moja kati ya matunda au moja kati ya dimension ya Roho Mtakatifu ni roho ya hekima. Sasa twende kwenye kitabu cha Kutoka. Nimesema leo sio leo. Hii explosion tutaongea sana Roho Mtakatifu nje ya kanisa ili watu waone umuhimu wake. Sababu watu wengi wanaweza kufikiri Roho Mtakatifu ni wa kunenea tu. Kunena kwa roho. Na most of time by the way watu ndio wanaitumia hii kwamba mtu anaona tu kwamba if I can speak in tongue basi haina shida. If I can, lakini Roho Mtakatifu is more than that. Kama jana tulikuwa tunaongea kwamba he can whisper to you wisdom. Anaweza kukuambia hekima. Anaweza kukupa mashauri kwa sababu ni mtu ambaye unatembea na kushauri kila dakika. Kwa tukivuka kwenye ile dimension ya kusema kwamba the Holy Spirit ni kwa ajili ya ushakatarabayana, that's a good because we charge ourselves after that we are on fire. Kwa hiyo lakini kuna namna nyingine ambayo kwamba the Holy Spirit enable you, na Roho wa Bwana huwa anawawezesha, na Roho wa Bwana yani anatupa maarifa. Kuna kipindi, kuna season kwenye maisha ambazo mtu anaweza ukawa unakutana nazo. Kuna season ambazo mtu anaweza kuwa anakutana nazo kwenye maisha. Unapokutana zile nyakati, trust me, na ndio maana watu wa dunia, Mungu anasema kwenye kitabu cha Zaburi, nadhani Zaburi ya 23, anasema mjapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, sawa, hatutazunguka na chochote, lakini bado ameendelea kusema kwamba yeye atakuwa pamoja na nini, na sisi. In a little sense, unajua, sorry to say this, lakini sometimes you have to say it. Sawa kabisa. It's the Holy Spirit. Sawa. Wanaposema kwamba nitapita pamoja na nyinyi, maana that means kwamba the Holy Spirit yuko pamoja na sisi hata katika hiyo changamoto ambayo unaipitia mwanangu. Don't give up. Na usipite kwenye magumu mpaka unaongea negative. Just speak positive. Speak positive.
inafikia mahali watu wengine waweza kusema fulani amevuka kwenye hili, kumbe hata sio wewe. Kwa akili yako iliyokumeza, lakini kwa msaada wa Mungu umeweza kuvuka. Kwa akili yangu kikata tamaa, lakini kwa msaada wa Bwana umeweza kuvuka. Nataka nikutie moyo wewe ambao unatufuatilia asubuhi leo. Naona kuna baadhi ya watu wengine kutoka Nairobi, na we acknowledge you, Joyce, na Mungu akubariki. Dorini, Aida, God bless you. Tala, God bless you so much. God love, man of God, Mungu akubariki sana. Kwa hiyo there is a enabling of the Holy Ghost. Kuna msaada na usaidizi wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Apostle na vitu vingi ambavyo anatamani kuendelea kuvishare na kuvizungumza, lakini natamani uweze kuelewa kitu kimoja. Hebu mpe nafasi Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Usipompa nafasi, haya yote ambayo tunayazungumza yatakuwa ni nini? Bure. Anasema kwamba anatamani, anazungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu nje ya kanisa. Maana anazungumza Roho Mtakatifu kwenye platform za biashara zetu. Roho Mtakatifu kwenye mahusiano yetu na watu. Roho Mtakatifu kwenye familia zetu. Roho Mtakatifu kwenye masomo yetu. Maana how do we use the Holy Ghost? How can we benefit from the Holy Ghost outside of church? Tunazungumza outside of church. Tunazungumza kwa habari ya Jumapili. Yani tunaimba hapa kwa hivyo, yani kule nje. Kule nje kwenye marketplace. Kwanza. Yes. Sikia kale kama msemo watu wanasema kwamba nitamvua Yesu nimweke chini alafu nikushughulikie. That's demonic language. Huwezi kuzungumza hivyo maana wa Mungu. Nitamweka Bwana chini. Unawezaje wewe kwanza au nitamweka Bwana chini alafu wewe? Na mwingine anasema kama una bahati tu. Kwa hiyo nadhani tukaelewa hiyo engo ambayo nataka kutupeleka. Nimeona niiseme ili kusudi uweze kwamba tunamhitaji Roho Mtakatifu kwenye mahusiano yetu. Tunamhitaji Roho Mtakatifu kwenye kazi zetu. Kila mahali ambapo tunapokuwa na jambo lolote, we need him. Karibu hapo. Asante sana pastor. Nimependa umeongea vitu vikubwa sana ambavyo vinatupa kusogea mbele. Asante sana mchungaji. Kutoka 31 tunaongelea roho ya hekima sasa hivi. Nimekwambia hekima ni uwezo wa kwenda katika frequency za Mungu. Za Mungu. Yeye aliyeumba kila kitu na nini, aliyeumba mifumo ya kibiashara, aliyeumba mifumo, sababu Biblia inasema akaumba miche izae nini. Kwa hiyo maana yake biashara zimeumbwa katika kila kitu Mungu alichokiumba, na mahusiano yetu na kila kitu. Sasa nikutolee tu mfano kwenye kitabu cha Kutoka 31. Hapa ni Mungu alikuwa anampa Musa maelekezo ya kujenga ile hema la kukutania, lakini na ile sanduku la agano na mpaka hema la kukutania. Kitu ambacho nataka niwatafakarishe watu, ili sanduku la agano lilikuwa lina picha ya mbinguni, yani enzi, jinsi Mungu alivyokaa na malaika jinsi walivyo na kila kitu. Kwa mwenye picha hiyo ni Mungu tu. Hapa duniani kulikuwa hakuna hata mtu huyu mmoja aliyekuwa anajua mbinguni panafananaje, kiti cha enzi kinafananaje, malaika huo wamekaaje pale kwenye enzi. Kwa ni Mungu tu ndo alikuwa nayo. Sasa nataka nikuoneshe hekima ni kwenda kwenye frequency za Mungu. Sasa Mungu kwa sababu alikuwa anataka ile picha yake ya mbinguni ishuke duniani wapate kuona na uwepo wake ukae pamoja nao, akawa hana namna ya kuwasikizisha na kuwaonyesha, mpaka ilibidi ajaze watu Roho Mtakatifu. Na sio tu Roho Mtakatifu, akawajaza roho wa hekima na maarifa, kwenye insight, kwa sababu roho ya hekima ndio anakupaisha kwenye frequency za mbingu. Unaingia kwenye vitu ambavyo mwanadamu yote hawezi kuvielewa, hawezi kuvicomprehend. Sasa ndio hapa akawa anashusha material Bwana Mungu. 31. Bwana akazinena na Musa na kumwambia, angalia nimemwita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Huri wa kabila ya Yuda, nami nimemjaza roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina ili abuni kazi za ustadi, kuwa fundi wa dhahabu na wa fedha na wa shaba na kukata vito kwa kutiwa mahali. Amen. Na kuchola miti na kufanya kazi za ustadi yoyote. Tena tazama nimemchagua awe pamoja naye huyo Oliabu mwana wa Ahimshaki wa kabila ya Dani. Nami nimetia hekima katika mioyo yao wote wenye moyo wa hekima, ili wapate kufanya vyote nilivyokuagiza. Nami nimetia hekima. Sio ili wakahubiri. Yes. Sio ili wakawe wachungaji. Yes. Sio ili wakaombee watu. No, ili wakawe mafundi stadi.
Kaka nakwambia unahitaji Roho Mtakatifu, unahitaji roho ya hekima kwenye ufundi, Hallelujah. kwenye ususi ulionao. Hallelujah. Kwa sababu ususi umetoka na Mungu. Mungu anamuumba nywele. Alafu Mungu akaweka kwamba hao wanadamu watakuwa wanapendeza kwa namna fulani bila kutenda dhambi, kupendeza vizuri. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akikujaza kwa mfano wewe Kupendeza ni ruksa. Kwa maana yake nini? Roho ya Ni vitu hekima. watu. Roho ya hekima akikujaza kwenye huo ufundi, una uwezo wa kuwa fundi stadi. Hapo tuongelee Jumapili kuimba kwaya. No, hapo tumeongelea kazini kwako, mtaani. Kuna watu wengine wamepewa kupangilia maneno vizuri pastor, lakini shetani anawatumia kusengenya. Wakifika asubuhi wanaanza kukosa, akaya twist Ile convincing power aliyopewa ni kwa ajili ya kuwashawishi watu kwa habari za Mungu, na pengine hata kujipatia kipato, labda kuwa MC mzuri, mstaarabu, asema maneno machafu. Roho wa hekima. Hallelujah. Kwa roho ya hekima anakufikisha kwenye frequency MC mmoja, pokea hekima kwa jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Nimependa hiyo. Yeah, kwa hiyo unaweza kukuta nini? Mimi ni mwanamuziki. Ninapenda nitoe ushuhuda wangu. Mara nyingi wana kihubiri, napenda kutoa pia ushuhuda zangu ili kujenga. Moja ya vitu ambavyo vinanisaidia, najua ninatamani kupika mbali zaidi, lakini hata hapa nilipofika bado nina haja ya kumshukuru Mungu. Amen. Mimi nikiwa natengeneza muziki, nikiwa nataka kudirect muziki, huwa ninakaa na ninanena sana kwa lugha. Ninaomba sana Roho Mtakatifu. Huwa ninaamini kwamba kuna muziki mingi sana mbinguni. Mimi ni producer. Kwa hiyo ninaamini kuna muziki mingi sana mbinguni ambao bado hatujaitumia. Yeah. Asante. Kuna muziki mingi sana mbinguni ambao hatujaitumia. Na hatuna haja ya kurudia muziki. Hatuna haja ya kukopi. Kukopi sio dhambi, kwamba nimependa muziki nikopi, sio dhambi. Lakini kuna muziki mingi, kuna arrangement nyingi sana mbinguni ambazo bado hatujazitumia. Kwa unachofanya, huwa namsikilizia Roho Mtakatifu, huyu roho ya hekima. Kwa mfano wewe umeniletea wimbo labda unaimba Bwana Yesu unaweza, Bwana Yesu. Mimi huwa ninaamini kwamba huo wimbo wewe umeupata mbinguni. Kwa ili mimi niweze kutengeneza arrangement itakayobariki watu duniani, lazima nirudi kwenye frequency, nirudi kwenye hekima ya Mungu aliyempa huyu mwimbaji wimbo, ili mimi nirudi kule juu. Alafu nipate hekima ya muziki unaotakiwa ulie kwenye huo wimbo. Hallelujah. Waimbaji, Bwana asifiwe popote pale mlipo. Hallelujah. Watumishi wa Mungu, Mungu awabariki. Kwa hiyo hapo manake hii ni nyumba ya Mungu. Manake mbinguni Mungu anaabudiwa kwa namna fulani. Hiyo Bwana Mungu ninakupenda inaimbwaga mbinguni. Kwa Mungu akaamua na duniani waimbe ule wimbo. Kwa alipokushushia wewe, na mimi nina jukumu ya kurudi kwenye ile hekima ya Mungu ya mbinguni, kutap into that music. Nisikizishwe alafu nianze. Na mara nyingi sana huwa nasikizishwa sana. Mke wangu ni shahidi. Kuna wakati sasa nikaamka usiku. Nikaamka tu kabisa. Nikaenda nikaosha kinanda faster. Nikairekodi, nikaacha pale. Au wakati mwingine niko kwenye gari au nipo wapi, nikasikia melody fulani inaimba. Kumbe ile melody ni uponyaji kwa watu. Kwa maana yake inamaanisha nini? Mwenye nyumba, ndio maana Biblia inasema kwenye Zaburi, Bwana asipoujenga mji, wajenga wafanya kazi bure. Kujenga mji ni nini? Ni biashara yako. Kujenga mji ni nini? Ni kwenye masomo yako. Kujenga mji ni nini? Ni kwenye kazi yako. Kwa maana yake ukirudi kwenye hekima ya Mungu ya kujenga ule mji, kwa sababu mji ulishakajengwa mbinguni, inatakiwa ushushwe ujengwe duniani. Maana yake mapenzi ya Mungu yatimizwe. Ndio maana akawafundisha kwenye maombi. Kwenye maombi yenu ombeni hivi, mapenzi yako yatimizwe. Sasa andika hivyo kwenye Mathayo 6. Kwa hiyo maana yake nini? Roho wa hekima anakurudisha kwenye frequency za mbinguni. Unaweza kudaka kile Mungu alichokikusudia. Hallelujah. Na unaweza kukileta hapa duniani. Katika kazi zako, katika biashara, katika nini. Ndio maana Biblia inasema katika Kristo hazina zote za hekima na maarifa zimesitirika. Kwa hawa watu wakajazwa Roho Mtakatifu. Wakajazwa Roho Mtakatifu. Yes. Kuwa mafundi pastor. Kuwa mafundi kabisa. Wala hata sio kuhubiri. Kuwa mafundi. Maana yake Mungu atukuzwe kwenye lile eneo la kazi zao. Yes. Mungu atukuzwe kwenye kile kitu ambacho amewaitia kufanya. Yes. So that means kwamba kila mmoja anamhitaji Roho Mtakatifu kutoka mahali pale ambapo Mungu amekuelekeza ama amekutuma kufanya kazi yake. Maana yake kwenye biashara, kwenye jambo lolote, kwamba God give me wisdom, nipe hekima namna ambavyo naweza nikafanya hili jambo. Na inawezekana kabisa. Mama ambaye tumemsoma hapa anaitwa Bezalel. Alipewa nini? Biblia inasema kama na roho ya Mungu ikamjaza.
ajili ya kufanya jambo fulani kwenye nyumba ya Bwana, sio kwa ajili ya kwenda kuhubiri. Haleluya. Kwa hiyo the Holy Spirit nje na mazingira ya kufanyaje, ya kuhubiri, na mazingira ya kanisani. Haleluya. Asante sana. Ndio maana unashangaa sasa kuna watu wamezaliwa na uwezo fulani, ila kwa sababu wamemiss Roho Mtakatifu wanaishia level tu fulani. Kwa mfano umepewa kipaji, na kipaji cha kuimba, na kipaji cha kusuka, kuongea, nini, vipaji vingi. Ili uweze kuwa tofauti na wengine kwenye vipaji ambao hawajaokoka, jazwa Roho Mtakatifu. Sababu Roho Mtakatifu kwa mfano akakujaza katika ile neno la hekima, utakuwa unaona zaidi ya wengine. Kama wewe ni designer labda wa nguo fulani, utakuwa unaona kama kuna designing zako ni za tofauti na watu wengine, kwa sababu roho ya hekima. Una nguo waga zinavaliwa mbinguni, una nguo waga Mungu anatamani zivaliwe duniani, na hakuna anaweza kuzidaka mpaka awe na roho ya hekima, kwa sababu roho ya hekima anakufungua macho. Tuende kwenye kitabu cha Waefeso. Haleluya. Kabla tuende kwenye kitabu cha Waefeso, unajua lugha, kuna lugha ambayo ni lugha ambayo ni ngumu kidogo, aposto nyingine ambao wanaitumia. Wengine anaweza akasikia kwamba kuna nguo mbinguni, ina maana mbinguni tutavaa nguo tena. This is the language, understand. Understand. Ielewe kwamba yani anapozungumza kuna nguo mbinguni, maana yake kwamba kuna style fulani ambayo wewe unaweza ukaitapa. Yani kuongezea kitu kimoja amekisema hapo kwamba, narudia pale ambapo amesema kukuweka vizuri kusudi uweze kuelewa. Amesema hivi, kwa mfano wewe ni fundi wa jambo lolote, na I believe kwamba ile talanta ambayo uko nayo ni Mungu aliyekupa. Maanake kama ni Mungu aliyekupa, you have to tap to the frequency of the owner of that gift. Hallelujah. Yani ili kusudi hiyo gift iweze kuwa tofauti na watu wengine, you have to tap to the frequency of the owner. Yani kwa yule mtu aliyekupa ile gift. Kama wewe ni mwimbaji, manake ule uimbaji ni Mungu aliyekupa. Manake kuna nyimbo ambazo anataka usiimbe. Kuna vitu ambavyo anataka uviseme. Wewe ni mhubiri, manake lazima uweze kutap to that frequency ya yule aliyekupa kile kitu. Na kile kitu chako utakiona kwamba ni cha tofauti, sio kwamba yule akisimama tu utaanza kuona 1 2 3 4. Kwa sababu gani? Ameweza kukishika kile kitu ambacho ameweza kugusa kutoka kwa yule mtu ambaye amempa kile kipawa. Haleluya. Haleluya. Karibu apostle, endelea. Nashukuru sana. Ukisoma kitabu cha Waefeso sura ya kwanza, kuanzia mstari wa 17, Biblia inasema, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio Yesu. Kwa roho ya hekima anakuja kufunua macho, kufunua ufahamu wako ili uweze kujua. Kumbuka hekima inaona, hatuna tu muda. Ukienda kwenye Mithali sura ya 8, Mithali sura ya 6, Mithali sura ya 22, anasema mwenye busara huona hatari na kukwepa. Maana yake ni nini? Hekima ina macho. Hekima kama alivyosema mchungaji, hekima, roho ya hekima anaweza kukupeleka miaka 10 mbele, akakwambia no, usinunue ile shamba sasa hivi. Badala ya kulima mahindi, lima maharage. Wakati wengine wote walima mahindi, kumbe hekima ameona, kwa sababu hekima ni macho. Kwa hiyo hekima, roho ya hekima amekuonyesha, amekwambia mwanangu, hata kama una milioni 20 hizo hapa, usiweke shambani kwanza, subiri kidogo, au kaweke kwenye mashine fulani kwa sasa. Shamba utarudi baada ya miaka 3. Sasa watu wengi wanaangukia pua kwa sababu roho ya hekima hawampi nafasi. Ndio maana tunahitaji kujazwa Roho Mtakatifu ili tuweze kuwa full of wisdom. Hallelujah. Sio tu kuomba. Baada ya kuomba nini? Wisdom lazima ifanye kazi. Maombi ni mazuri na lazima tuombe, lakini lazima tupate wisdom na tutembee katika hiyo hekima. Hapa tumemwelezea roho wa Bwana na roho ya hekima. Hatujaingia kwenye roho nyingine, roho ya maarifa. Lakini pia nafikiri mchungaji, kwa leo tunaweza tukaongelea tena roho mmoja mwingine, tukaona kama 10 tutakuwa tumemaliza. Roho ya ushauri. Wakristo wengi tunamisi sana, au watu wengi wanamisi, kwa sababu roho ya ushauri mara nyingi huwa ni gentle. Roho
wa ushauri mara nyingine kama ni mpole. Amen. Unajua tofauti ya roho wa ushauri na roho wa kumcha Bwana au roho wa Bwana. Unajua Roho Mtakatifu anapojifunua anajifunua kwa namna tofauti. Kuna wakati roho wa ushauri anaweza kukushauri kwa upole. Mwanangu, usiende njia hii, nenda njia hii. Au usisafiri leo, safiri mwezi ujao. Au usikubali hii tenda, kuna kitu kingine nitakupatia. Anaweza akaja kwa upole. Na mara nyingi sana watu wengi waga wanamdharau roho wa ushauri, sababu anakuja kwa upole mara nyingi. Sasa Mungu kwa sababu ametuachia wanadamu mamlaka au tuna utashi, wakati mwingine hatulazimishi, lakini pia wakati mwingine Mungu waga inamlazimu kutumia tena roho anaitwa roho wa kumcha Bwana, kama ilivyokuwa kwa Anania na Safira. Sasa hiyo ni aggressiveness, yani pale anaingia sasa kukokoa kama kwa moto, yani kwa nguvu sana. Haleluya. Lakini wakati mwingine huaga hataki kufika huko. Nataka tu muelewe kama mnavyoongea tu Pole, kuelekeza. Kuelekeza. Kwa mfano, roho wa ushauri tunamuona anafanya kazi kwenye Matendo 16. Matendo 19. Matendo 19. 16. Matendo 16. Mstari wa 6. Ndani mstari wa 6. Biblia inasema wakapita katika nchi ya Frigia na Galatia. Paulo na wakikatazwa na Roho Mtakatifu wasilihubiri lile neno katika Asia. Walipofika, niendelee kusoma. Hata ukiishia tu. Amen. Huyu ni Paul. Walikuwa wanafanya kazi ya injili, lakini Biblia inasema walikatazwa wasiende Asia. Roho wa ushauri aliwashauri, spirit of counsel, akawashauri wasiende, japokuwa kazi waliokuwa wanaifanya ni kazi ya Mungu. Angeweza kusema Mungu, si umetuita kwenye kazi yako, umetuita ulimwenguni kote. Lakini sasa roho wa ushauri, huwezi jua anapokushauri anakuepusha na nini kwa wakati huu. Ninasikitika kusema kwamba kuna watu wengi tumepoteza hata katika maisha, pastor. Kuna watu wengi wamekufa, lakini sio Bwana ametoa, sio Bwana ametoa. Ni kwa sababu walikataa ushauri. Lakini ametoa amempenda zaidi. Na ukitafakari kibiblia sio sahihi. Okay, tutaongea siku nyingine. It's not in the biblical. Amempenda zaidi. Umeona, lakini nachotaka kusema ni kwamba tumepoteza watu wengi kwa sababu pia hawakuitikia tu ushauri wa Roho Mtakatifu. Pengine waliambiwa tu usisafiri kesho, safiri kesho kutu. Yeye akasafiri kesho, na kumbe labda kukatokea hatari akafariki. Lakini kumbe Roho Mtakatifu, hata kama roho alikuwa na uwezo wa kuzuia ile ajali, lakini huwezi jua kwa nini alikwambia usisafiri. Yamkini level yako ya imani kwa wakati wao, yamkini kuna other factors ambazo Roho Mtakatifu anataka zichangie. Kwa hiyo nataka niwaambie watu tumsikilize sana roho wa ushauri. Wakati mwingine anakuja kwa upole, wakati mwingine anakuja kwenye ndoto, anakuonyesha kitu fulani, au anakuja kama amani inakosekana. Unajua Biblia inasema ufalme wa Mungu ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Kusoma kitabu cha Warumi 13:14. Maana yake nini? Ili ujue kwamba ufalme wa Mungu uko mahali fulani, kutakuwa kuna hizo component tatu. Kuna haki, maana yake kuna mapenzi ya Mungu mahali pale. Kuna uzuri na utakatifu wa Mungu mahali pale. Kuna amani, shalom, peace beyond. Ndio maana ila naongea amani zipitazo akili. Anasema na amani ya Kristo ipitayo fahamu zote itawahifadhi. Na furaha, joy in the Holy Ghost. Na namaliza in the Holy Ghost. Kwa hizo ni component tatu, ni vitu vitatu, ni viungo vitatu vinavyoweza kukujulisha kwamba hapa kuna ufalme wa Mungu. Maana yake ni nini? Hata kama tupo ndani ya ufalme na ufalme upo ndani yetu, lakini kwa mfano sasa Roho Mtakatifu anakuambia usitoke sasa hivi, mkaa kwanza ndani yako. Ukasikia hauna amani, maana yake hapo ujue ufalme wa Mungu haupo. Maana yake sisemi haupo kama maana haupo, ila sina lugha tu nzuri ya kusema. Maana yake anamaanisha hapo utakapokuwa Roho Mtakatifu hajakupa ruhusa kwa wakati huo kuwepo, kwa maana unakosa amani. Sasa maana yake ni nini? Amani ya Mungu ikiwepo, anakushauri. Ukikosa amani, muulize Roho Mtakatifu. Amen. Tiki Roho Mtakatifu anachokwambia. Amen. Unaweza kukosa amani juu ya mkaka anayekuchumbia au mdada. Sio kwamba yule mdada ni mbaya, sio kwamba ni mtenda dhambi, no. Wewe unajua Roho Mtakatifu anawajua watu wote. Wewe unajua kwa nini akakwambia kwa wakati huo. Aba akakwambia subiri tu. Kwa maana yake nataka niwatie watu moyo kwamba ujazo Roho Mtakatifu. Tunaposema ujazo Roho Mtakatifu, tunamaanisha sasa uwezo wetu wa kumsikia, uwezo wetu wa kumtii,
uwezo wetu wa kucomprehend unakuwa mkubwa zaidi ya mwili. Amen. Sababu mwili utakwambia fanya hivi, lakini roho atakwambia fanya hivi. Kwa hiyo tunapoongea ujazo wa Roho Mtakatifu tunamaanisha uwezo wetu wa kuwa mmoja na Roho Mtakatifu ni mkubwa zaidi ya mazingira yanavyokwambia, ya watu wanavyokwambia na vitu vingine wanavyokwambia. Kwa leo tumeangalia roho wa Bwana anayekupa ujasiri, ana roho wa hekima anayekupeleka kwenye frequencies za Mungu, na tumeangalia kidogo roho wa maarifa kidogo, kwa sababu hekima na maarifa vinaenda pamoja, lakini pia tumeangalia roho wa ushauri. Mungu akitusaidia tunaweza tukaendelea kesho, lakini kesho natamani tuingie kwenye nguvu tuweze kujua sasa, sababu watu wengi wanajua vitu, wanajua neno, hawana nguvu ya practice, lakini nguvu imefungwa kwenye kumjua Roho Mtakatifu. Wow. Nina imani kwamba kuna kitu ambacho umeweza kujifunza wewe ambaye unatufuatilia popote pale ulipo, unatufuatilia kwa njia ya mtandao Facebook pamoja na YouTube. Na imani kwamba kuna kitu ambacho Mungu ameweza kukufundisha jioni ya leo, na umeweza kujifunza kwamba the Holy Spirit is beyond church, ni zaidi tu ya kanisani, lakini Roho Mtakatifu anaweza akakusaidia katika kazi zako za kawaida, anaweza kukusaidia katika mahusiano yako, anaweza kukusaidia katika jambo lolote ambalo unalifanya. Naomba nikutie moyo kwamba ukutane tena na sisi kesho. Natamani kwamba kesho tutakupa notification muda si mrefu. Unaweza ukaona tangazo, aidha tunaweza tukakutana kesho asubuhi ili kusudi tupate muda mzuri zaidi kuliko na nadhani you guys are okay. Yeah. Kwa hiyo kesho asubuhi tutakutana mahali hapa. Tutakuwa na ibada kuanzia saa moja kasoro tutakuwa live tena mahali hapa, kwa hiyo tutakuwa na muda wa kuzungumza at least kuanzia saa moja kasoro hata mpaka saa 2 tuna end up. Kwa hiyo na imani kwamba utaweza kujifunza. Kuwa pamoja na sisi kwa siku hiyo ya kesho, uweze kusimama pamoja na sisi katika hiyo ibada, na imani kwamba utaweza kubarikiwa na utaweza kupata kitu ambacho kitakusaidia. Haleluya. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze, na Mungu akuzidishe na kufanikisha katika kila jambo lolote ambalo unalifanya. Tukutane asubuhi kesho tena kuanzia saa 1 kasoro, na hakika kabisa kwamba utaenda kubarikiwa. God bless you. We love you so much. Amen. Yes. Asante sana Baba, asante kwa ajili ya watumishi wako wazuri ambao wameungana na sisi siku ya leo. Ninaachia neema yako, kwa sababu hata neno lako liliandikwa miaka mingi iliyopita na mpaka leo lina nguvu, na hata kipindi hiki ninajua kitaendelea kuangaliwa miaka na miaka. Kwa wakati wowote ambao mtu huyo ataingia na kuangalia, ninaachia neema na ujazo wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Pokea Roho Mtakatifu, pokea Roho Mtakatifu, pokea tumaini jipya, pokea mafuriko ya Roho Mtakatifu, pokea mafuriko ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Natangaza neema na uweza kwako, ukatembee katika ushindi katika jina la Yesu. Amen. Yes. Shalom. Amen. Thank you. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy the Lamb, worthy the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Holy is your name, worthy the Lamb.
holy